Sio mimi. Mtu. Niko chooni. Anahitaji msaada. Huyo mtu anayekuomba msaada, unaweza ukamsaidia? Niambie bi harusi wangu mtarajiwa. Yaani mama, natamani usiku ifike mapema, yaani nitafurahi. Basi hata mimi mwenyewe siku hiyo naitamani sana. Unajua nitakapofanya na naimba vizuri. Kuranda naranda mie narandia harusi ya mwanangu, nimeiwahi mwenyewe hiyo, randa utakavyo, nimeiwahi mwenyewe hiyo, randa utakavyo. Nilikuambia chooni mwisho saa ngapi? Saa 2. Na saa hizi saa ngapi? Sasa 8. Nenda chumbani kwako. Karibu Joyce. Asante. Mbona mama hujamletea juisi? Anapajua mwenyewe pa kwenda kufuata juisi yake. Jamani, wala msiwe na wasiwasi na mimi. Wana ndoa watarajiwa. Mimi nimeshiba. Kwa hiyo naingia ndani kwangu, naenda kupumzika. Nawatakia usiku mwema. Bye. Na kwako pia mama.
Kwani mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Hivi utaendelea kupretend mapenzi kwangu mbele za watu mpaka lini? Kama hauko tayari na hii ndoa, ni bora umwambie mama yako ili aweze kumweleza babangu kwamba haupo tayari na hii ndoa. Oh yeah. Kwani mapenzi Ima, sinaongea na wewe. Kwani mapenzi ni nini? Erin, hebu naomba nipunguze kelele basi, na uende chumbani kwako ukalale. Kwani hata wewe pia una mdomo, unaweza kueleza tu kwa sisi hatuko tayari na hii ndoa. Hatupo tayari au hauko tayari? Mimi nipo tayari. Oh la la la. Oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Nilo. Wewe vipi? Mbona kazi unakimbizwa mwizi? Yaani Janet, bora hata ningeitwa mwizi unomzungumzia wewe, lakini sio kwa haya ambayo mimi nimeyaona. Yaani kila siku nilivyokuwa nawasikia wazazi wangu wanasema kuwa yaone, mimi nikajua nitaona magorofa, nitaona vitu vikubwa kwenye hii dunia, lakini sio kwa haya ambayo mimi nimeyaona. Umeona nini tena? Hivi Janet, nikikwambia kama uchawi upo, unaweza ukaamini? Uchawi? Ndio uchawi. Yaani tangu jana mpaka sasa hivi tunavyoongea hapa nimeshindwa kufungua genge langu. Kisa na muhangaikia Kicheko. Yaani Kicheko hivi tunavyozungumza amekuwa bubu, haongei. Yaani hospitali zote za Dar es Salaam unazozijua wewe tumempeleka na kila daktari tunakutana naye anasema hana tatizo. Yaani unajua yu unashindwa kuongea na sijui ni nani ambaye kampatia huo ububu. Kicheko amekuwa bubu? Afadhali amekuwa bubu Kicheko, maana ni mtu wa drama sana. Yaani kila kitu anakijua hapa mtaani yeye Kicheko. Nani aliyomtia bubu nimpe hata zawadi? Maana amezidi sana umbea. Ni mtu yani mwenye drama hapa mtaani, kila kitu anakijua yeye. Baada ya Kicheko imekuwa kilio. Hivi nyinyi wanawake wa siku hizi mbona mnashindwa kuwa na huruma? Sisi wanaume ndo tunaokuhangaikieni ili mradi mambo yenu kuwa sawa, lakini leo hii nakwambia kwamba Kicheko amekuwa bubu, wewe unamkandamiza. Hivi dadangu nikuulize swali. Hivi Kicheko kuwa bubu wewe inakusaidia nini? Inakupungukia nini wewe Kicheko kuwa bubu? Hebu angalie sura yake ilivyopauka.
Nafikiri wakati si wa kulia sasa. Tunatakiwa tukae na tujue kipi tukifanye. Sio, unaelewa? Na kwenye hili ushauri wangu, inatakiwa mtafute King na umwambie akazungumze na Ima. Maana kama unavyojua, Ima hana rafiki yoyote ambaye anamsikiliza isipokuwa King tu. Lakini unajua fika King anachokitaka kwangu, atatumia kama fimbo kwangu kuniumiza. Naelewa hilo. Naelewa kuwa anakusumbua na anakuhitaji leo kesho. Lakini hatuna jinsi, na hiyo ndio njia pekee ya wewe kupambania mapenzi yako. Nafikiri wajaribu kuzungumza naye. Huenda ukawa msaada kwako. Okay, sawa. Nitajaribu. Una shida gani? Mbona uingii chooni? Umesimama hapa muda mrefu sana. Kuna mtu ameingia chooni. Ndio namsubiri hapa. Mtu? Umtani tunaishi watu wawili. Huyo mtu mwingine ametokea wapi? Ni kweli ameingia chooni, ila atatoka muda si mrefu. Maana ameingia muda kidogo. Huyo mtu anawezaje kuingia chooni wakati mlango umefungwa? Mbona hakuna mtu? Kweli baba alitokea chumbani kwako huko akaingia chooni.
nisaidie. Unajua Sauda, kitu ambacho mimi nashindwa kuelewa. Inawezekanaje mamangu akawa mchawi? Na hata kama ni ndoto, kwa nini muote mamangu? Au kweli mamangu atakuwa mchawi Sauda? Sara, lolote inawezekana. Inawezekana ikawa kweli au sio kweli. Lakini ninavyoona mimi ile nyumba ina mauzauza. Haiwezekani usiku wa manane uone mtu anapiga kelele chooni tena kuomba msaada. Uamke asubuhi unamwona mtu anaingia chooni afu anapotelea huko huko haonekani. Wewe ulionea wapi hiyo? Kama sio mauzauza ni kitu gani? Na shemeji yako ndio anapiga. Ndio kwa kumpokelea usikilize anasemaje. Sauda. Nampokelea anasema nini? Wakati unajua kabisa moja kati ya sharti nilopewa, siruhusiwi kuingiza mwanaume yeyote yule ndani. Na tayari atakuwa amejiandaa kabisa anataka kuja kwake. Nampokelea anasema nini? Shoga yangu, mimi nakushauri tu, hii nyumba inatakiwa uhame. Yaani wachane hiyo kodi kabisa, tafuta chumba kingine ili uwe huru na shemeji. Sara, mtoto anazaliwa na kufa na unasahau. Sembuse kodi. Pesa kitu gani? Achana hiyo kodi. Utatafuta pesa nyingine na utapata. Ili uwe huru na maisha yako, uwe huru na mahusiano yako, tafuta chumba kingine. Sauda, dewani tu ningeondoka. Ile siku ya kwanza tu uza nilolipata pale ningeondoka. Siruhusiwi kurudisha kodi wala kuhama kabla kodi haijaisha. Kwa hiyo unaweza kuniambia kwamba wewe utavumilia ile mauzauza mwaka mzima? Yaani ukae mwaka mzima tu unanengeneka kisa kodi? Hapana. Shoga yangu, haiwezekani. Ila nina wazo. Nina kitu ambacho tunaweza tukafanya na ukahama pale. Kitu gani Sauda? Aisha,